Naam, karibu tena. Elimu ya lugha ya Kichina imeanza kukumbatiwa humu nchini ambapo inachochewa na ongezeko la matumizi ya lugha ya Mandarin shuleni, katika vyuo vikuu na soko la ajira. Katika hatua inayonuiwa kushughulikia mtindo huu, walimu kutoka humu nchini na kote barani Afrika walikongamana kwenye Chuo Kikuu cha Nairobi kuhudhuria warsha ya mafunzo ya siku 2 inayodhamiriwa kuimarisha viwango vya kufundisha na kuambatanisha elimu ya Kichina na mfumo wa elimu ya umilisi wa taifa hili. Mafunzo hayo pia yalikariri kuimarika kwa umuhimu wa lugha ya utamaduni katika kukuza mahusiano kati ya China na Kenya. Kwa zaidi ya miongo miwili, elimu ya lugha ya Kichina imekumbatiwa pakubwa humu nchini. Hata hivyo, jumuishaji wake katika mfumo wa elimu ya umilisi wa taifa hili pamoja na ongezeko la hitaji la soko la ajira umeimarisha haja ya kuwa na walimu waliohitimu na mafunzo yaliyofikia viwango vinavyohitajika. Haja hiyo muhimu iliangaziwa pakubwa katika warsha ya mafunzo ya siku 2 iliyoandaliwa katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Takriban washiriki 147 walihudhuria kibinafsi, huku 120 zaidi wakijiunga mtandaoni kutoka yamkini mataifa 20 kote barani Afrika na pembe zote za duniani. Nowadays, a lot of employers are seeking for the people who can speak the proficient Chinese language. So there's a big job of market demand of the skillfully speaking, Mandarin proficiency employees. They are seeking this kind of people, and then there's job market, so a lot of people want to study Chinese language. Mafunzo hayo yaliangazia viwango vipya vya kutathmini uweledi wa kuzungumza lugha ya Kichina vinavyonuiwa kuwasaidia walimu kufahamu mafanikio yanayotarajiwa ya wanafunzi katika ngazi mbalimbali. Mabadiliko hayo ni muhimu sana huku taifa hili likitazamia kukumbatia awamu mpya ya elimu ya lugha ya Kichina. We've moved from the HSK 1.0 edition, we moved to 2.0, and now with 2025 we've moved to 3.0 edition. This brings a variety of changes. For example, changes in acquisition of vocabulary. Walimu walisisitiza kuwa lengo sio tu kuwakuza wanafunzi ambao wanaweza kupita mitihani, bali wale wanaoweza kutumia ipasavyo lugha hiyo katika ajira, biashara na kuendeleza masomo yao. We are not only equipping them to learn the language and that's it, but they need to learn the language and use it in the job market, in filling in for scholarships and so on. Ukumbatiaji wa lugha hiyo tayari umedhihirika, huku yamkini shule 80 za humu nchini sasa zikifundisha lugha ya Kichina pamoja na ongezeko la hitaji la kozi hiyo katika vyuo vikuu. It's about enrichment of our curriculum, enrichment of our programs, so that they become more market driven. They will now, when we expose this our students to Chinese, they'll also have more opportunities even in China. Mafunzo hayo ni zaidi ya weledi wa kuzungumza lugha hiyo, kwa vile pia yananuiwa kuimarisha mahusiano miongoni mwa watu ambao wanakuzwa katika nyanda za elimu, biashara na ubadilishanaji wa tamaduni. Chinese is one of the emerging languages that is really growing, that is after English. That most of the companies, most of the industries that have been based here in Kenya, you'll find that they have those who are directing the industries or the companies, they are the natives, and so for you to be able to have that fluent communication, you need someone who will fill in the gap for them, maybe to come as a translator. Inatazamiwa kuwa ongezeko la ukumbatiaji wa lugha ya Mandarin litahakikisha uwepo wa walimu waliohitimu, muda wa kutosha darasani na viwango ambavyo vinawaandaa kikamilifu wanafunzi kwa fursa zaidi maishani. Collins Kefa, Darubini Wikendi.